إنما الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد. Ndugu zanguni, awali ya yote tunamhimidi Allah tabaraka wa taala aliyetuwafikisha tena kukutana katika hii jalsa nyingine, alhamdulillah. Na hakuna ambacho kimetukutanisha hapa isipokuwa ni kusikiliza maneno yake yeye Allah tabaraka wa taala, ni nini anatuelekeza ili tuyafanyie kazi. Ndugu zangu, bado tuko katika aya ya 3 katika surati al-Asr. Bado tuko katika aya ya 3 katika surati al-Asr. Tulisema Allah tabaraka wa taala katika surati al-Asr, aya Allah ametangaza hasara kwa wanadamu. Kila mwanadamu yuko kwenye hasara. Innal insana lafi khusrin, hakika mwanadamu yuko kwenye hasara. Lakini katika aya ya 3 Allah ametangaza hasara katika aya ya 2. Katika aya ya 3 Allah tabaraka wa taala akataja sifa makundi ya watu ambao wamevuliwa kwenye hasara hiyo. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo kila Muislamu linamhusu, bali kila mwanadamu linamhusu kuelewa, je, yeye yumo katika wale waliovuliwa katika hasara? Je, yeye hayumo? Hili ni jambo ambalo kila Muislamu anatakiwa alijue. Maalasaf, mtu anaweza kudhani, na mara nyingi shetani ndio anatuchezea hapa. Shetani siku zote huwa anatuchezea kuwa mimi hilo halinihusu, mimi siko huko. Kila mmoja anasema mimi siko huko. Sasa cha kujiuliza ni nani yupo? Lazima kuna watu watakuwa kwenye hasara. Sasa kila mmoja akisema mimi hili halinihusu, mimi hili halinihusu, linamhusu nani? Lakini kwa sababu shetani anatuchezea, anasema kuwa hili mimi halinihusu, saa zingine hutaki kusikiliza kwamba shetani anakuchezea, anataka kukubana uendelee kuwa kwenye hasara. Ndugu zanguni, katika hii aya ya 3 ambayo tulianza jana kuifasiri na kutaja kundi la kwanza katika makundi manne yaliyovuliwa katika hasara, au sifa ya kwanza katika sifa zilizotajwa 4 za watu ambao watasifika nazo kuwa hawako kwenye hasara. Tulianza na sifa ya kwanza ambayo ni sifa ya imani. Allah tabaraka wa taala anasema wal asri, na hapa kwa zama, innal insana lafi khusrin, hakika mwanadamu yuko kwenye hasara. Mwanadamu yuko kwenye hasara, na Allah amesema mwanadamu. Kwa hiyo Muislamu ni mwanadamu, asiyekuwa Muislamu ni mwanadamu. Kwa hiyo hata Muislamu hili linamhusu. Lakini Allah tabaraka wa taala akavua baadhi ya watu kuwa hawatakuwa kwenye hasara, akataja sifa zao, akawataja makundi hayo. Akasema illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini, wa amilu salihati, wakafanya matendo yaliyokuwa mema, watawasau bilhaqi, na wakahusiana na kuamrishana katika haki, watawasau bisabri, na wakahusiana katika subira. Hizi ni sifa na makundi ya watu 4 hawa. Ndugu yangu, ukiangalia kwa haraka
kila mmoja anaweza kujitoa kuwa mimi simo. Kila mmoja anaweza kujitoa. Kila mmoja anaweza kusema mimi ni muumini, mimi nafanya mema, nimefunga Ramadhani bwana, nasali, mimi ni mwema, nafanya leo kuwa mema. Mimi nahusiana katika haki, mimi nahusiana katika subira. Kwa haraka tunaweza kuona ni sifa za kawaida sana, lakini ndugu yangu, hizi sifa hizi kuja kuzikamilisha ni kazi. Hizi sifa kuja kuzikamilisha ni kazi, mpaka ujifunge kisawasawa. Jana tuliongelea sifa ya kwanza, illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini. Wale walioamini, na tukazungumza jana walioamini ni wakina nani, na jana tukazungumza taarifu ya imani. Nini maana ya imani inayokusudiwa katika aya? Ni imani ipi inayokusudiwa katika aya? Hilo lilikuwa somo la jana, sitaki nilirejee, lakini ni somo la jana. Kwa imani inayokusudiwa ni ile imani ya kweli iliyokita katika moyo, ni ile imani ya kweli ambayo Muislamu anaitangaza kwa ulimi wake, bali vitendo vyake vinaonyesha imani ya kweli. Huyu mwenye imani ya namna hii ndio amevuliwa katika khasara. Qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mabedui walidhani imani ni nyepesi kama tunavyodhani sisi, wakasema na wenyewe tumeamini. Allah tabaraka wa taala akamwambia mtume, waambie hao, qul, sema waambie, lam tu'minu, bado hamjaamini. Hao mabedui zama za mtume walidhani wameamini kama sisi tunavyodhani tumeamini. Ili kuonyesha imani sio kitu cha mchezo, Allah akawaambia waambie hawajaamini, walakin qulu aslamna, lakini nyinyi semeni tu sisi bana ni Waislamu, sisi ni Waislamu. Hapa utapata picha kuwa imani si kitu kidogo kiasi hicho. Kwa hiyo bado tuko tunaangalia nini kusudio hasa la imani, na kabla hatujaangalia hili kundi la pili au sifa ya pili, waamilu salihati, na wakatenda matendo mema, turudi katika imani. Na kuna karatasi tumeigawa hapo, hiyo karatasi ndiyo itatuweka wazi na ndiyo mizani ambayo kila mmoja anaweza kujipima kwayo, kweli mimi ni muumini. Ni muhimu sana hiyo waraka, ni muhimu sana, ndio tunaweza kujipima. Je, mimi ni muumini? Mimi nimekamilisha sifa za muumini? Mimi siko katika walio ambao imetangaziwa hasara? Hiyo karatasi hiyo ndio itatuwekea wazi al-usus allati yaqumu alaiha al-iman billah, misingi ambayo imani ya kumwamini Allah imesimama juu ya misingi hiyo. Sisi wote hapa tukiulizana, una imani ya kumwamini Allah? Unamwamini Allah? Sisi wote tunakubali, hakuna ambaye atasema mimi simwamini Allah. Jibu ni jepesi, lakini kweli imani yetu kwa Allah ni sawa sawa? Ikiwa ni sawa sawa, basi tutakuwa katika wale tuliovuliwa katika watu ambao wamo kwenye hasara. Na ikiwa sehemu ni sawa sawa, sehemu si sawa sawa, bado tuko kwenye hasara. Kwa hiyo hapa ni misingi ambayo al-imanu billah, kumwamini Allah,
kumejengewa juu ya misingi hiyo. Kumwamini Allah kumejengewa juu ya misingi hiyo. Msingi wa kwanza al-kufru bit-taghut. Al-kufru bit-taghut, msingi wa kwanza, yule mwenye kumwamini Allah tabaraka wa taala kisawasawa lazima apingane na taghut, lazima ampige vita taghut, lazima awe mbali na taghut. Yule anayemwamini Allah ambaye kavuliwa na aya hii ya tatu huwa hayuko kwenye hasara, huyu ni lazima sifa hii awe nayo. Na taghut ni kitu gani? Taghut fusira taghut hi shaytan. Taghut imetafsiriwa kuwa ni shetani. Mwenye kumwamini Allah lazima ampinge shetani, asiwe katika kundi la shetani, asifanye yale shetani ambayo anayoyataka, asiache yale ambayo shetani anataka Muislamu asiyafanye katika maamrisho. Wasahir walkahin imetafsiriwa at-taghut ni mchawi. Mchawi ni taghut, lazima umpinge mchawi. Usimfuate mchawi, usimsikilize mchawi, usimwamini mchawi. Wakadhalika fusira al-kahin, na vile vile taghut imetafsiriwa kuwa ni nani? Al-kahin, ambaye anadai ilmu al-ghaib, anadai kuwa anajua elimu ya ghaib. Wal-asnam, na vile vile imetafsiriwa taghut ni masanamu. Lakini maana ya taghut kiujumla, ambaye muumini wa kweli anampinga taghut na ndio atakuwa hayuko kwenye hasara, ni nini? Kullu man tagha wa tajawaza haddahu wa daa haqqan min huquqi llahi allati tafarrada biha. Taghut ni jina ambalo linakusanya kila ambaye amechupa mipaka na akadai haki miongoni mwa haki anazotakiwa kupewa Allah tabaraka wa taala peke yake. Huyu ni taghut. Taghut ni kila sawasawa, awe mwanadamu au shetani, ambaye amechupa mipaka na akadai atekelezewe mwanadamu huyo au shetani huyo haki ambazo zinatakiwa atekelezewe Allah tabaraka wa taala. Huyu ni taghut. Kuna haki anatakiwa atekelezewe Allah tabaraka wa taala peke yake. Akija kiumbe chochote kile kikadai kitekelezewe haki hizo, huyu ni taghut. Na kama huyo ni taghut, mu'min anatakiwa ampinge huyo taghut. Mu'min ambaye amevuliwa kwenye hasara anatakiwa ampinge huyo taghut. Ukiona wewe bado humpingi huyo taghut ambaye anadai haki anazotakiwa kufanyiwa Allah peke yake, eti na yeye afanyiwe, usimpinge huyo taghut, basi ujue wewe uko katika watu wenye nini? Kwenye hasara. Biikhtisari, ndugu zanguni, tufahamu kuwa ruusu taghut khamsa, wakuu wa mataghuti hawa, wakuu na maraisi wa mataghuti hawa wanadai na wanataka kutekelezewa haki ambayo ni ya Allah watekelezewe wenyewe.
viongozi wao wako watano, na kupitia viongozi wao ndiyo tutajua huu msingi al-kufru bitaghuti vizuri. Ukijua viongozi wao hawa watano, ndiyo utajua msingi huu vizuri, ndiyo utajua ni wakina nani wewe unatakiwa uwapinge ili ujivue kwenye hasara. Ndugu zangu, viongozi wa kwanza ni Iblis al-la'in. Umpinge Iblis. Tutawataja kwa haraka. Kiongozi wa pili, man ubida wa huwa radhi, kila anayeabudiwa na yeye anaridhika kuabudiwa. Sawa sawa min aljinni wal ins, anaabudiwa na yeye ameridhika kuabudiwa. Huyo ni tawhid, unatakiwa umpinge. Watu wanaenda wanampigia magoti na wanamuomba kwa sababu ni sharifu, si anatoka katika ukoo wa Mtume. Huyu ni tawhid, unatakiwa umpinge. Watatu min at-tawhid, man daa an-nasa ila ibadati nafsihi, yule ambaye anawalingania watu, yeye mwenyewe anasimama kuwalingania watu waende kumwabudu, naye huyu ni tawhid. Wa nne, man daa shay'an min ilmi al-ghaibi, yoyote ambaye anadai anajua elimu ya ghaibi, huyu unatakiwa kumpinga. Na hapa ndio watu wengi wako hapa. Ukiwasikia wakina Abu Nani wale wako hapa, wale watu wa Bilinge kule wako hapa, watu wa nini wanajifanya wanatibu tiba za ajabu ajabu wako hapa, wanadai ilmu ya ghaibi, elimu ya ghaibi. Ukifika unaulizwa jina la mama yako, wako hapa. Hawa watu mwenye kumwamini Allah tabaraka wa taala hawafati kuelezea matatizo yao, bali anawapinga. Hawa ni matawhid, wanadai haki ambayo ni ya Allah. Nani anajua ilmu al-ghaib? Ni Allah peke yake. Alimul ghaib ni nani? Ni Allah peke yake. Alimul ghaib wala yudhiru ala ghaibihi ahada, anayejua ilmu al-ghaib ni Allah peke yake. Sasa hii elimu ya ghaib ni haki ya Allah. Akija mtu akadai anajua ilmu al-ghaib, ukienda anakufanyia miujiza pale, anapiga sarakasi zake, anashika matunguli, anashika nini, na wewe ukakubali, jua kuwa wewe bado hujamuamini Allah tabaraka wa taala sawa sawa. Mwenye kumwamini Allah tabaraka sawa sawa anaamini hakuna anayejua ilmu al-ghaib isipokuwa Allah peke yake. Katika matawhid, man hakama bighairi ma anzala Allah, yule ambaye anahukumu kinyume na hukumu za nani? Za Allah tabaraka wa taala. Mtu huyu naye anataka haki ya Allah tabaraka wa taala. Inil hukmu illa lillah, hukumu zote ni za nani? Ni za Allah tabaraka wa taala peke yake. Sasa anayehukumia kinyume na kitabu cha Allah, mtu huyu ni nani? Ni tawhid, ambao Muislamu hatakiwi kufanyaje? Hatakiwi kumuunga mkono. Tasema sasa Uislamu mbona tunapelekana mahakamani, tunapelekana wapi? Muislamu ambaye anaona kuwa hawezi kupata haki yake nje ya hukumu ya Allah, na huyu naye ni nini? Anamuunga mkono tawhid. Muislamu ambaye anaona hatuwezi kuhukumiana kwa hukumu ya Allah tukaelewana mpaka twende tukahukumiane na hukumu zisizo za Allah, huyu naye anamuunga mkono nani? Tawhid.
huyu naye katika illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini, huyu imani yake iko kwenye matatizo. Imani yake iko kwenye nini? Kwenye matatizo. Allah tabaraka wa taala amekataza kwenda kuhukumiana. Kwa nini? Kwa matawuti. Almuhimu, sitaki nirefutie sana hapa, kuwa alkufru bitawut, kumkufurisha tawut, ni msingi ambao imani ya Allah inatakiwa ijengwe hapo, kumkufurisha tawut. Allah anasema katika surati al-Baqara aya 256, faman yakfuru bitawut, yule ambaye atampinga tawut, wa yu'min billahi, akamwamini Allah, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, mtu huyo atakuwa ameshika kamba yenye nguvu kabisa, ameshika sehemu yenye nguvu, la mtisama laha, kamba ambayo haikatiki. Yule ambaye atampinga tawut na akamwamini Allah, vitu viwili haviwezi kuwa sawa sawa. Kumwamini tawut na kumwamini Allah haviwezi kuwa sawa sawa. Imma umwamini Allah, umpinge tawut, na wewe ndio utakuwa na imani ya sawa sawa. Imma umwamini tawut na umpinge nani? Allah tabaraka wa taala, na wewe imani yako itakuwa ina mashaka, utakuwa ni katika watu ambao wako katika hasara. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, na hapa kwa zama, hakika kila mwanadamu yuko kwenye hasara isipokuwa walioamini. Walioamini wana sifa gani? Wana sifa ya kumpinga nani? Tawut. Hawahukumiani kwa hukumu ambazo Allah tabaraka wa taala hajaziteremsha. Sasa wewe ukiwa unaona kuwa kila kitu twende tukahukumiane kwa hukumu zisizo za Allah, wewe jua uko katika hasara, wewe uko katika hasara. Naam, katika misingi ambayo imani ya Allah imejengwa juu yake, al-imanu bil ghaibi, kuamini mambo ya ghaibi. Kuamini mambo ya ghaibi, mwenye kumwamini Allah anaamini mambo ya ghaibi ambayo Allah hajasema, anaamini. Wewe ukiwa unamwamini Allah na hauamini mambo ya ghaibi, wewe imani yako itakuwa kwenye mashaka, imani yako itakuwa kwenye mashaka. Allah tabaraka wa taala anasema, alif lam mim, dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib, wale wanaoamini ghaib. Na ghaib ni nini? Kullu ma ghaba an, kila kitu ambacho kimeghibu kwa wewe, huna elimu nacho, huna elimu wewe ya akhira, isipokuwa ni elimu ambayo Allah tabaraka wa taala katueleza. Kwa hiyo kuamini ya ghaibu yote ambayo Allah tabaraka wa taala katueleza. Kuna watu, bali kuna Waislamu hawaamini baadhi ya vitu vya ghaibu. Wako Waislamu hawaamini. Ukiwaambia mwanadamu ana malaika wawili ambao wanasuhubiana nao, anasema si kweli. Bali kuna kundi lilitokea kipindi fulani likawa linapinga kuwa hakuna kitu kinaitwa majini. Majini si kiumbe. Ndio kulisikia hilo kundi lilitokea kuwa majini si kiumbe ambacho Allah tabaraka wa taala akakiumba. Majini ni alamul ghaib, ni ulimwengu wa ghaib ambao Allah tabaraka wa taala amefanya, ametueleza. Kwa sisi ni lazima tuamini hilo. Kwa hiyo huu ni msingi ambaye anamwamini Allah ni lazima awe ana msingi huu. Msingi wa tatu, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Anayemwamini Allah si sawasawa ambaye kabuliwa katika hasara. Msingi ambao anatakiwa kujenga kumwamini kwake Allah, imtithalul awamir,
ni kufuata maamrisho ya Allah, wajtinabu nawahi, na kuacha makatazo ya Allah. Haiwezekani wewe ukasema unamwamini Allah, maamrisho ya Allah uyafuate na makatazo ya Allah uyaache, au ukajiamulia ufuate maamrisho ya Allah yale unayoyaona wewe ni mepesi, mengine ukayaacha, na ukajiamulia makatazo ya Allah uyaache yale ambayo unayaona wewe kuyaacha, lakini yale ambayo nafsi yako inayapenda na nafsi yako imemili huko ukaendelea kuwa nayo. Ukiona hivyo maamrisho ya Allah na makatazo ya Allah kwako unachagua lipi la kufuata na lipi la kuacha, wewe ujue katika wale ambao wako kwenye hasara na wewe uko kwenye hasara, kwa sababu msingi wa kumwamini Allah tabaraka wa taala umejengewa juu ya kufuata maamrisho ya Allah na kuacha nini? Makatazo yake. Kwa al-imanu billah, ndugu zangu, illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini. Sio kuamini tu, ni kuamini na kutia katika vitendo makatazo ya Allah uyaende na maamrisho ya Allah uyaache. Na hii ndiyo ibada ambayo Allah tabaraka wa taala katuumbia kwayo, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa nimewaumba waje kuniabudu. Na ibada imma ni maamrisho ya Allah uyafuate, na ibada imma ni makatazo ya Allah uyaache. Ukiacha makatazo ya Allah, wewe uko kwenye ibada. Ukifanya maamrisho ya Allah, wewe uko kwenye ibada. Na hivi vyote hawezi kuvifanya isipokuwa yule muumini wa kweli kweli, illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini ndio wanafanya hivi. Allah tabaraka wa taala anatuambia katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kafa, enyi mlioamini, mnadai kuwa mmeamini, udkhulu fi silmi kafa, ingieni katika Uislamu mzima, ingieni kwenye Uislamu moja kwa moja. Kwa maana gani kuingia katika Uislamu moja kwa moja? Uwe tayari kufuata maamrisho yote ya Allah na uwe tayari kuacha makatazo yote ya Allah. Hii ni amri ya Allah anayewaamrisha waumini. Kwa hiyo imani haiwezi kupatikana kama imtithalul awamir wajtinabun nawahi, haijapatikana. Kufuata maamrisho na kuacha makatazo ikikosekana kwa Muislamu, basi yeye ajue yupo kwenye hasara. Illa alladhina amanu, isipokuwa walioamini. Imani ya kumwamini Allah, ndugu zangu, katika imani imejengewa juu al-ikhlasu lillahi fil ibada, kumtakasia Allah ibada zote unazozifanya ziwe zinamkusudia Allah tabaraka wa taala. Mwenye kumwamini Allah kikweli kweli, imani yake inatakiwa iwe juu ya ikhlas ya kufanya ibada zote kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Allah ndio kakuamrisha wewe kufanya ibada. Kwa nini ufanye ibada? Ili usikike. Kwa nini ufanye ibada? Ili uonekane. Wakati ibada unayoifanya amekuamrisha nani? Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ukifanya ibada uifanye kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ni ibada ngapi sisi tunazifanya kwa ajili ya watu tuonekane au tusikike? Na sasa hivi teknolojia ilivyoendelea, mtu anafanya ibada, anataka watu wajue kuwa amefanya ibada. Kila anachokifanya anataka ajue kuwa mimi nimefanya jambo fulani. Muumini mwenye imani ya kweli ambaye amevuliwa
katika hasara, yeye anachofanya ni siri yake kati yake na nani? Na Allah tabaraka wa taala peke yake. Ni watu wangapi ukiangalia status asubuhi tu ameamka, alhamdulillah, namshukuru Allah kwa kuniwezesha kusali alfajiri kwa jamaa. Unamwambia nani? Hiyo si ni ibada kati yako wewe na Allah. Unamwambia ni nani? Nini? Nataka ajulikane. Huyu anadai amemwamini Allah, lakini imani yake kwa Allah inatakiwa ijengwe katika ikhlas. Kila jambo unalolifanya liwe kati yako wewe na Allah. Ni wangapi unashangaa anampelekea mama yake zawadi, amemjengea nyumba mama yake, amemnunulia kitu fulani mzazi wake, anapiga picha, alhamdulillah, namshukuru Allah kuniwezesha kumjengea nyumba babangu, Allah kuniwezesha kumjengea nyumba mama yangu, leo nimempelekea mama yangu kitu kadha, nimempelekea babangu kitu kadha, alhamdulillah. Mbona mama yako ulipokuwa mdogo alipohangaika na wewe na vipi, mbona hakuweka mabango? Mbona hakuweka mabango? Wewe mbona unaweka mabango? Yani hata zawadi unampelekea mama yako, kile cha wajibu, sio tu zawadi, kile cha wajibu ambacho unatakiwa umtekelezee mzazi wako, bado unakitangaza. Unakitangaza nini? Watu hawana imani. Yote hii ni mporomoko wa imani, mmomonyoko wa imani. Watu hawana imani. Nini? Msingi wa kumwamini Allah umejengeka juu ya kufanya ibada zote kumkusudia nani? Allah tabaraka wa taala. Tutaharibu ibada ngapi sisi? Kila kidogo kila kikubwa, utatuma voice, utaweka status, utachukua klipu, utachukua nini. Hata katika mambo ya kheri watu wako, subhanallah. Hakuna kitu sisi tunakifanya kati yetu sisi na Allah tukaishia kati yetu na Allah. Kidogo kikubwa, yani hakuna haja ya mativi, hakuna haja ya makamera, hakuna haja ya nini. Mtu analazimisha makamera. Umefuturisha watu nyumbani kwako, bado unawapiga picha na unatuma kwenye status. Hakuna wewe unachofanya wewe kikaishia kati yako wewe na Allah. Unaenda kutoa sadaka kwa watu, bado unadhania hiyo ndio dini. Unajiharibia amali zako. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini. Wale walioamini wanafanya amali, wanaziacha kati yao wenyewe na nani? Na Allah tabaraka wa taala. Msingi wa kumwamini Allah, chochote utakachokifanya katika ibada iwe ni kati yako wewe na Allah. Kikionekana kionekane tu, lakini si kwa kusababisha wewe na kutaka hicho kitu kionekane. Ukiona unafanya hivyo, wewe ile hasara aliyotangaza Allah, wewe umo kwenye hiyo hasara. Ni wangapi leo maana asaf anaweza kufanya kitu kizuri tu, anaenda hija, anaenda umra, anaenda kufanya kwa ajili ya Allah, si ndio? Amepanga safari ya kwenda labda kwenye jambo la dini, amepanga safari kwenda kwenye jambo la dini. Kuna haja gani ya kujirekodi hivi tunaenda sehemu fulani, tunaenda nini? Unamfanyia nani? Wewe unaenda hija, si hija ni yako. Unafika kwenye Al-Kaaba unachukua selfie, hija si ni yako, umra si ni yako. Huko unakufanya ni nini? Nini yote hiyo? Al-imanu billahi watu bado hawana. Mwenye kumwamini Allah kisawasawa hawezi kufanya hivyo. Ndugu zangu,
Mwenye imani ya kweli, imani yake imejengeka juu sidqul mutaba'ati linnabi, ukweli wa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenye kumwamini ukweli, mwenye imani ya kikweli na Allah, lazima amfuate Mtume kisawasawa. Namba 5. Namba 6, mwenye kumwamini Allah kweli kweli, hamwamini Allah kibubusa, lazima awe ana elimu. Lazima awe ana elimu. Haiwezekani ukasema unamwamini Allah tabaraka wa taala na una imani hali ya kuwa hutaki kusoma dini ya Allah. Tutadanganyana tu. Hii dini ya Allah, utamwabudu vipi Allah kama hauna elimu? Huwezi kumwabudu Allah kama hauna nini? Hauna elimu. Mwenye kumwamini Allah kisawasawa, lazima awe aende mbio kutafuta elimu ya kisheria. Lazima aende mbio. Hatosheki tu na kuwa yeye ni mtoto wa Kiislamu, kazaliwa ndani ya Uislamu. Yeye alikuwa Mkristo, amesilimu, basi kisha kuwa Muislamu, amepewa kanzu na kofia, basi imetosha. Eti akawa ana imani. La. Ukiona wewe ni Muislamu na elimu ya dini huifati, huikimbilii, hutaki kujifunza dini yako, illa alladhina amanu, waliovuliwa kwenye hasara, wewe bado haujavuliwa, wewe umo. Sababu ili ujue utamwamini vipi Allah, utajua pasina kuwa na elimu. Lazima una elimu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, nasema al-Imam al-Bukhari. Elimu kabla al-qawli, kabla ya kusema na kabla ya matendo. Nitajia nini? Elimu. Unasimama kwenye swala, kuna aqwali kwenye swala, kuna maneno unatakiwa uyaseme. Utasemaje kama una elimu? Kuna vitendo kwenye swala, utatendaje hivyo vitendo kama hauna elimu? Lazima uwe una elimu. Mwenye kumwamini Allah tabaraka wa taala kisawasawa, aliyevuliwa kwenye hasara, ni lazima aende mbio kutafuta elimu ya kumtambua Allah tabaraka wa taala. Kwa nini? Kwa sababu Allah hakubali kuabudiwa kiujinga. Allah hakubali ibada ya mtu anayemwabudu kiujinga. Allah hakubali ibada ya mtu huyo. Takumbuka ndugu zangu hadithi maarufu, hadithi ya musiku sala, yule aliyeingia msikitini akasali, akamaliza kusali, akaenda kwa Mtume. Mtume akamwambia, irji fasalli fa innaka lam tusalli, rudi usali, wewe bado haujasali. Huyu ni sahaba. Huyu ni nani? Ni sahaba. Anaenda kwa Mtume, Mtume anamwambia rejea usali, wewe bado haujasali. Karejea mpaka mara 3, anarejeshwa. Mwisho wa siku akasema, siwezi kusali vizuri zaidi ya hivi. Mtume akamfundisha jinsi ya kusali. Kwa irji fasalli fa innaka lam tusalli, rudi usali, wewe bado haujasali. Kwa maana gani? Allah bado hajakubali swala yako. Kwa nini Allah hajakubali swala yako? Jinsi unavyoswali Allah hajakubali. Allah hajafundisha usali hivyo, huna elimu ya swala. Haya, sisi tutaenda kwa Allah na hizi swala zetu na saumu zetu na hija zetu ambazo tunasema tumemwabudu Allah, lakini tunafanya ibada kimazoea. Unaona watu wanaenda pale, wanafungua bomba, wanaosha mikono na miguu, na wewe hivyo hivyo. Unakuja kwenye swala, unasimama, unainama, unainuka, unasujudu, na wewe hivyo hivyo. Unaenda kwa Allah tabaraka wa taala, hauna ibada ulifanya yoyote. Kwa nini? Kwa sababu ulimwabudu Allah kiujinga. Mwenye kumwamini Allah, ndugu zanguni, mwenye imani lazima awe ana elimu ya kujua imani yake inamuelekeza wapi kwa Allah, imani yake inamuelekeza vipi, jinsi ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hii ni misingi sita ambayo niliendelea tuijue hii misingi, na ukiijua hii misingi
ndiyo utajua, je, mimi imani yangu ya kumwamini Allah tabaraka wa taala iko sawa sawa au ina mapungufu. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Kila mmoja ajipime kwa hii misingi mitano, misingi ambayo imani ya Allah imejengeka juu ya misingi hiyo, na kila mmoja bila shaka kupitia kwa haraka misingi hiyo, kila mmoja kishaona mapungufu yangu mimi niyo wapi. Ukijua kuwa una mapungufu sehemu, basi tambua kuwa wewe si katika watu ambao wamevuliwa kwenye nini? Kwenye hasara. Innal insana lafi khusri, hakika mwanadamu yuko kwenye hasara. Ukiona hii misingi sita hii kuna sehemu imekukwaza, basi rudi vizuri sana, jipange tena vizuri. Ndugu yangu, imani si kitu cha mchezo mpaka Allah tabaraka wa taala kuivua katika watu ambao watakuwa na nini? Na hasara. Ndugu yangu, leo nitafunga masala ya imani, lakini kwa kuangalia thamaratul iman, matunda ya imani. Mtu mwenye imani ana matunda gani? Imani hiyo ambayo tumeiongelea kwa ukubwa huo, kila mmoja tulipozungumzia hapa imani, kila mmoja amehisi ana mapungufu katika imani. Kila mmoja, si msemaji wala si msikilizaji, kila mmoja ameishi, mimi na mapungufu sehemu fulani katika imani. Katika kufuata maamrisho ya Allah nina mapungufu, katika kuacha makatazo ya Allah nina mapungufu, katika kumfuata mtume nina mapungufu, katika kumwamini Allah nina mapungufu, katika ilmu al-ghaibi nina mapungufu, katika elimu nina mapungufu. Kila mmoja ana mapungufu sehemu zake alizoguswa, na hayo mapungufu hayo ndiyo yanatubakiza kuwa katika hasara. Kwa hiyo kila mmoja aende afanyaje? Ajirekebishe. Lakini imani hii, ndugu zanguni, aliyoitaja Allah tabaraka wa taala, mbali ya kuwa ni sababu ya kuvuliwa kwenye hasara, imani hii ya kweli kweli kwa upana wake ambao tumeongelea kimchache tu, imani hii ina matunda na ina faida kubwa sana kwa mtu ambaye atashikamana na imani hii. Ina matunda na ina faida kubwa sana. Tutazipitia faida na matunda ya imani ya kisawasawa, ili tufunge hii sifa ya kwanza ya waliovuliwa katika nini? Katika hasara. Thamaratul iman, matunda ya imani, matunda ya imani na faida za imani, na faida ambazo atakuwa nazo muumini wa kweli kweli. Ukiwa muumini wa kweli kweli kwa imani ambayo tumeiongelea kwa mapana hayo, hizi ndizo faida utakazozipata. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini ile imani ya sawasawa, hao watapata faida hizi. Na ndiyo utaona hizi faida inawezekana sisi hatuzipati kwa sababu bado hatujafikia kiwango kile cha imani ambacho Allah tabaraka wa taala atatupa matokeo haya ya imani. Thamaratul iman, faida na matunda ya imani. Ya kwanza, alhidayah, uongofu. Mwenye imani ile ambayo tuliyoiongelea kwa upana, mwenye imani ya sawasawa anapata, Allah anampa hidayah, Allah anampa uongofu, Allah anamuongoza mwenye imani ya sawasawa. Qala Allah ta'ala, sema Allah mtukufu, innal ladhina amanu, hakika wale walioamini, wa amilus salihat, na wakafanya matendo yaliyokuwa mema,
yahdihim rabbuhum biimanihim, anawaongoza Mola wao biimanihim, kwa imani yao. Imani ile ambayo tumeitaja ile, mwenye imani ya kisawasawa Allah anampa hidayah, Allah humuongoza hawa, yakunu lahum nurun yamshuna bihi, wanakuwa wana nuru, wanatembea katika nuru wale wenye imani ya kisawasawa. Ukiwa una imani nzuri kwa Allah, ukiwa una imani nzuri kwa arkanul imani zile zote 6, ukaziamini kisawasawa, Allah tabaraka wa taala anakuongoza. Lakini kwa nini sisi hatupate hidayah? Hidayah zetu zinakuwa kama vile mshumaa. Kwa nini? Hatujafikia kiwango cha imani ambacho Allah anataka. Mwenye imani ya kweli kweli anapata wilaya ya Allah, anapata ulinzi wa Allah, anapata ulinzi wa Allah. Mwenye imani sawa sawa. Allahu waliyul ladhina amanu, Allah ndiyo mlinzi wa watu gani? Wa wale wenye kumwamini. Allah ndiyo mlinzi. Ukiwa una imani ya sawa sawa, mlinzi wako ni Allah. Mlinzi wako ni nani? Ni Allah. Allah ndio atakulinda na kila shari na kila ovu, Allah anakulinda. Dhalika bi anna Allaha mawla alladhina amanu wa anna al-kafirina la mawla lahum. Wale Allah anasema katika sura hii, dhalika bi anna Allaha mawla alladhina amanu. Hivyo surati Muhammad aya 11 haipo kwenye karatasi. Allah anasema dhalika bi anna Allah, hivyo ni kwa sababu ya Allah, maula alladhina amanu, ni mlinzi wa wale waliomuamini. Allah ni mlinzi wa wale waliomuamini. Wa anna al-kafirina la maula lahum, na hakika makafiri hawana mlinzi ambaye anawalinda. Mwenye imani ya kweli kweli anapata ulinzi wa Allah tabaraka wa taala, wilayatullah. Alhayatu at-tayyiba, mwenye imani ya kweli kweli anapata maisha mazuri. Ndugu zangu, maisha mazuri sio maisha ya kama tunavyodhani. Maisha mazuri ni kuwa na kipato kizuri na pesa. Maisha mazuri ni kuwa na magari khali. Maisha mazuri ni kuwa na majumba khali. Maisha mazuri ni kuwa na aseti. Maisha mazuri haya sio maisha mazuri. Unaweza kuwa navyo hivyo, lakini unaishi maisha ya dhiki. Ujifikirie kuwa kwa nini unakuta mtu ni tajiri, ana mapesa, lakini anajipiga risasi, anajiua. Kwa nini? Ana dhiki huyu. Maisha mazuri si kuwa na pesa nzuri nyingi, magari mazuri, jumba kubwa, kuwa na la, sio maisha mazuri. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن, yoyote ambaye atafanya mambo mazuri, mambo mema, akiwa ni mwanamke au mwanamume, lakini hayo mema anayofanya wa huwa mu'minun, hali ya kuwa ni mu'min, ana imani, illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini, akafanya mema hali ya kuwa ni mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, hakika tutamuhuishia maisha mazuri. Maisha mazuri nini? Alqanaa, atakuwa ana qanaa, atakuwa anaridhika na kila analokutana nalo. Allah atampa hali hiyo ya kuridhika na kukinai. Hana kitu, lakini mashaallah ameridhika kabisa na maisha ambayo Allah amemkadiria.
aridhika mpaka watu wanamshangaa, huyu vipi huyu? Maisha magumu lakini hana wasiwasi, hana shida, hana matatizo. Haya ndio maisha mazuri. Allah anampa hali hiyo duniani, na siku ya Kiyama Allah anampa maisha mazuri zaidi. Nini huyo? Mwenye kumwamini Allah. Sababu ukimwamini Allah, kwa nini usipate maisha mazuri hali ya kuwa unajua qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Ukimwamini Allah utaishi maisha mazuri, kwa sababu unajua kuwa kila linalokupata ni kadari ya nani? Ya Allah. Ma asabaka lam yakun yukhtiaka wa ma akhtaaka lam yakun yusibaka. Ulilolipata halikuwa ni lenye kukukosa, na lile ambalo hukulipata limekukosa halikuwa ni lenye kukupata. Muumini ataishi maisha mazuri, ishi maisha mazuri, ishi maisha mazuri. Akipata alhamdulillah, si kwa ujanja wake. Akikosa alhamdulillah, si kwa ujinga wake na upumbavu wake. La, ili mradi akachukua sababu na akakosa, alhamdulillah. Allah ndio kakadiria leo mimi nikose nilale njaa, alhamdulillah. Nimepata alhamdulillah, nimepata si kwa ujanja wangu, ni kadari ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala. Kwa nini asiishi maisha mazuri? Mwenye kumwamini Allah tabaraka wa taala anapata mahabbatullah taala, anapata mapenzi ya Allah. Mapenzi ya Allah anapata. Qala taala, innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Hakika wale wanaomwamini Allah na wakafanya matendo yaliyokuwa mema, yaj'alu lahumur rahmanu, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah atawajalia watu hao wingi wa rehema. Sayaj'alu lahumur rahman, Allah atawajalia, Allah ambaye ndio mwingi wa rehema atawajalia mapenzi. Allah atawapenda. Mapenzi ya Allah yanapatikana pale mtu anapomwamini Allah kisawasawa. Nataka mapenzi ya Allah. Na Allah akikupenda anamwambia Jibril, ya Jibril, ewe Jibril, mimi nampenda fulani, fahaibahu, mpende. Jibril anakupenda. Jibril anatangaza mbinguni kwa viumbe vilivyoko mbinguni, malaika anawatangazia kuwa Allah anampenda fulani, na nyinyi mpendeni fulani, na malaika nao watakupenda. Kisha Allah tabaraka wa taala anajalia kabuli katika dunia. Kabuli wapi? Ardhini. Wewe unakuwa ni mtu wa kabuli. Walimwengu wanakupenda, walimwengu wale wacha Mungu, walimwengu wale waumini wanakupenda. Umeelewa kama shekhe? Yeah. Mwenye kumwamini Allah atapata nini? Difa'u Allahi anhum. Allah anawakinga na anawatetea wale ambao wenye kumwamini Allah. Unapata kinga ya Allah mwenye kumwamini Allah. Kinga ya Allah. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Hakika Allah anawakinga yeye mwenyewe wale ambao wanaomwamini. Unapata kinga ya Allah. Sisi tunahitaji kinga ya vitu vingi sana. Kinga ya vitu vingi sana. Kinga ya nini? Kinga ya nini? Kinga ya nini? Wewe muamini Allah tu, utapata kinga ya mambo yako yote. Lakini ile imani ambayo tunahitaji, imani kweli kweli. Mbona hatupati kinga ya Allah? Mbona hivi? Mbona hivi? Mbona tuko kwenye mitihani? Mbona tuko kwenye misukosuko? Mbona tuko kwenye nini? Misukosuko haiishi. Bado hatujamuamini Allah kisawasawa, imani ambayo Allah atatupa kinga yake. Jamii kiujumla na mtu mmoja mmoja kiujumla. Mwenye kumwamini Allah atapata maiyatullah. Maiya, Allah atakuwa yuko pamoja nao.
Allah anakuwa yuko pamoja na wewe katika mambo yako yote. Na maia yako ya aina mbili, kuna maiyatu al-amma wa maiyatu al-khassa. Maiyatu upamoja, Allah yuko pamoja na wewe, Allah yuko pamoja na watu wote, bil-ihata bil-ilmi wal-ihata wal-tadbir. Allah watu wote amewazingira, watu wote anawafuatilia, watu wote yuko pamoja na watu wote. Allah biilmihi wa ihatatihi, kwa elimu yake na kwa kuwazingira. Hakuna mtu ambaye atakaa mbali, atajificha kwenye chumba chenye giza ambacho haonekani, hata mkono wake hauoni, isipokuwa Allah tabaraka wa taala anamuona na anajua chote anachofanya mule. Hii almaia al-amma, Allah anatujua sote kwa elimu yake. Alafu kuna almaia khassa, maia maalum. Allah yuko na watu, yuko nao kimaalum, bin-nasri wat-ta'yid. Yuko na baadhi ya watu kwa kuwanusuru na kuwaunga mkono, kuwanusuru na kuwaunga mkono. Watu gani ambao wana maia maalum kwa Allah? Ni waumini. Waumini mbele ya Allah, Allah yuko nao. Allah anawanusuru waumini na Allah anawaunga mkono waumini wenye imani ile ya kisawasawa. Allah tabaraka wa taala anasemaje? Wa anna Allaha ma'al mu'minin, na hakika Allah yuko pamoja na waumini. Yuko pamoja na waumini kwa nini? Bin-nasri wat-ta'yid, kwa kuwanusuru na kuwaunga mkono waumini wa kweli kweli pale ambapo wana shida za kweli kweli, ulimwengu umewabana. Waumini wa kweli kweli Allah anawapa nusra. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja la tahzan inna Allaha ma'ana. Nani alisema maneno haya? Allah anatukulia kisa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakar. Walikuwa katika hali ngumu kabisa, kuwa sasa ndio wamekutwa na wanamalizwa, lakini Allah aliwanusuru na akawapa nguvu, akawaunga mkono pale. Allah ananukuu maneno ya Mtume aliposema la tahzan inna Allaha ma'ana, usihuzunike Abu Bakar, hakika Allah yuko na sisi. Hii ni maia khassa, maia maalum. Haya Allah yuko na waumini kimaalum kabisa. Kwa nini? An-nasr wa at-ta'yid. Allah anawanusuru waumini na anakuwa na waumini. Mbona sisi hatunusuriwi? Kila adui yetu anapotutakia shari, basi shari inatufika kwa wepesi, hatupati nusura ya Allah. Kwa nini hatupati nusura ya Allah? Imani yetu kwa Allah bado, imani yetu kwa Allah bado. Imani ya Allah ikiwa kisawasawa, inna lanansuru rusulana, Allah kishahidi, Allah atatunusuru. In tansurullaha yansurukum, mkimnusuru Allah utamnusuru Allah pasina kuwa na imani. Huo ni imani ya kisawasawa. Mkimnusuru Allah, Allah naye atakunusuru. Wa anna Allaha ma'al mu'minin. Hii ni faida ya nini? Ya imani ya kisawasawa. Umma leo unahangaika, unafanya hivi, ufanye hivi, tuungane tuwe kitu kimoja. Unadhania tukiungana wote, Shia nani, wote tuwe kitu kimoja, unadhania ndio utamshinda adui? La, adui anashindwa kwa imani sawa sawa. Kama min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhni man? Biidhnillah. Ni mara ngapi kundi dogo lenye watu wachache linashinda kundi kubwa lenye watu wengi kwa idhini ya nani? Kwa idhini ya Allah. Kwa nini Allah anawapa nusra? Kwa nini Allah anawapa nusra? Illa alladhina amanu wal
Tukiamini kweli kweli, Allah atakuwa na sisi, kwa sababu kisha ahidi wa anna Allaha ma'al mu'minin, Allah yuko pamoja na waumini. Tukiamini imani ya ujanja huu ambao haijajengeka juu ya misingi niliyoitaja hapo nyuma, Allah hawezi kuwa na sisi. Wa in yakhdhulukum faman dha alladhi yansurukum min ba'd, Allah akikutelekezeni ni nani ambaye atakunusuru? Hayupo. Allah ametutelekeza kwa sababu gani? Kwa sababu imani zetu hizi za ujanja hizi za tiamaji, imani za jazba hizi za mihemko hizi, imani hizi hazina tija. Ndugu zangu, lazima turudi katika imani ya sawa. Mwenye imani Allah amewaahidi watakuwa na imani al-izza wal karama, kuwa wenye imani ya kisawasawa watapata izza, watakuwa watukufu, wal karama, na watapata heshima. Wenye imani ya kisawasawa, imani ya kisawasawa ndio inatupa izza, inatupa utukufu, na ndio inatupa heshima. Heshima ya Uislamu haijengwi kwa wingi. Waislamu wengi watu kipindi fulani wakapiga kelele ijulikane Waislamu ni wengi, Waislamu ni wachache, Waislamu ni wengi, Waislamu ni wachache. Nini? Mkiwa wengi ni nini? Wutaka hutani sayyid, si ndio? Wingi hauna maana ndugu zangu. Imani ya kisawasawa ndio ina maana, ndio itatutoa tulipo. Imani ya kisawasawa, yushiku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-akalatu ila qus'atiha. Allah analisha tabia. Utakuja nyinyi muwekwe kati na mpigwe vita kisawasawa, kama watu wanavyoitana katika chakula, wakazunguka sahani, kila mmoja akapeleka mkono wake kwenye chakula, na watu ndio watakushambulieni hivyo. Masahaba wakashangaa wakasema, amin qillati nahnu yawmaidhin ya Rasulullah, ni kwa uchache wetu ewe Mtume siku hiyo mpaka watu waje wakushambulie namna hii? Mtume akamwambia, la bal antum yawmaidhin kathir, bali nyinyi siku hiyo mtakaposhambuliwa hivyo mtakuwa ni wengi sana, mtakuwa wengi. Uislamu bado tunakutana, Uislamu ni wengi ni wachache, na tunataka tuonekane ni wengi. Kwa ajili gani? Mtume kisha sema mtakuwa ni wengi, lakini ghudhaa kabudhani sayyid, mtakuwa hamna thamani yoyote kama uchafu unalopelekwa na maji ya maporomoko. Hamwezi kufanya chochote. Uchafu ule unaopelekwa na maji ya maporomoko ni mwingi, huwezi kujitetea kuwa maji usitupeleke, na nyinyi ndio mtakuwa hivyo, ni wengi lakini hamwezi kujitetea. Kwa nini? Mtume mwisho wa hadithi akasema, hubbu dunya. Sababu gani? Kitu mlichokiweka katika mioyo yenu ni kupenda nini? Dunia. Mtu ukimwambia masala ya imani kama tulivyoongelea, anakwambia shekhi bwana, hizo akida zako bwana zinatugawa sisi Waislamu. Sisi kuongelea bwana hawa hivi, hawa akida zao hivi, hawa hivi, natugawa sisi Waislamu bwana. Acha twende wote. Acha twende wote. Twendeni wote. Lakini tukienda wote hakuna tutakachokifanya. Kama imani yetu haikujengwa katika akida ya kisawasawa, hakuna tutakachokifanya. Bal antum kathir wa kadha sayyid, ni wengi lakini Mtume kisha sema kadha sayyid. Kwa sababu gani? Mioyo yetu imejaa dunia, wala haijajaa imani ya kumtambua Allah tabaraka wa taala kisawasawa. Kwa hiyo al-izza hatuwezi kupata, heshima utukufu hatuwezi kupata, wala al-karama heshima hatuwezi kupata. Kwa nini? Hatuna imani ya kisawasawa. Umar imepokelewa athari anasema, kunna adhallu qaumin, sisi tulikuwa ni watu madhalili sana, fa'azzana Allahu bil-islam, Allah akatupa izza, Allah akatupa nguvu na heshima kwa Uislamu. Zama tulipoamua sasa kushikamana na Uislamu,
kuwa na imani ya kweli kweli ya kisawasawa, tukaacha yote, Allah akatupa izza, akatupa utukufu, akatupa nguvu, si ndio? Na walikuwa wachache, Allah akawapa utukufu. Fama mabtaghaina al-izza min ghairihi, wakati wowote tutakapotaka utukufu, tutakapotaka heshima nje na Uislamu, nje na aqida, nje na misingi ya Kiislamu, adallana Allah atatudhalilisha. Allah atatudhalilisha. Na kweli sasa hivi utashangaa Uislamu anajikomba kabisa apate heshima, apate utukufu. Anajipendekeza apate heshima, apate utukufu. Yuko tayari kuuza dini yake, yuko tayari kwa chochote kile, aiachie dini yake, aachie akida yake, asionekane ana akida hivi, akaenda akajipendekeza kwa watu wa bid'a, kwa wanao, ili wamuone kuwa na yeye kuwa hayuko katika wale watu wanasema wana siasa kali, aliyokuwa hawana siasa kali. Asionekane ni mtu ambaye ana akida ya kisawasawa, anajipendekeza kwao, anaenda kwenye masherehe yao, anafanya hivi, ili mradi anataka nini? Izza, anataka nini? Utukufu, anataka heshima. Huwezi kupata. Kila unapofanya hivyo ndivyo unavyozidi kujidhalilisha. Walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin, na Allah ndiyo ana utukufu. Utukufu ni wa Allah, na utukufu ni wa mtume, na utukufu watapata waumini ambao wanasimamia illa alladhina amanu, isipokuwa walioamini, wanasimamia imani yao kisawasawa na akida yao kisawasawa. Wako kufa kwa sababu ya imani hii na akida hii, na wako tayari kusarenda vyote wanavyovimiliki kwa kushikamana na akida hii. Hawa ndio watapata utukufu, na hawa ndio watapata heshima. Haya ni matunda na athari za nini? Za imani. Tusitafute utukufu kwa watu wengine. Atabtaghuna indahum al-izza fa inna al-izzata lillahi jami'an. Watu tumeenda mbio kutaka heshima, kutaka nini, kwa kusarenda nini? Alladhina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin ayabtaghuna 'indahum al-'izza fa inna al-'izzata lillahi jami'an. Wale ambao wanawafanya makafiri awliya ni vipenzi. Enda pale na kofia yake na kibandiko chake na kote lake kubwa na nini na bakora yake, kanisani, anaenda naye kuombeleza Muislamu. Huyu ni nani? Muislamu. Allah anasema ayabtaghuna indahum al-'izza, wanataka heshima. Hivi kweli au wanavyofanya? Ayabtaghuna indahum al-'izza, wanataka heshima, wanataka utukufu kwa kufanya hivi. Wafahamu bwana, fa inna al-'izzata lillahi jami'an. Utukufu ni wa Allah, anampa yule mwenye imani ya kisawasawa, ambaye atashikamana na imani ya kisawasawa. Utukufu unatoa nani? Allah. Huwezi kusarenda imani yako eti kwa kutaka utukufu, huwezi kupata utukufu. Allah atakupa udhalili. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Yote hivi ni
vya Allah tabaraka wa taala. Muumini wa kweli ukitaka izza, wewe shikamana na imani yako. Wote tukishikamana na imani yetu tutapata izza. Wewe ukishikamana na imani ya kisawasawa tuliyohitaji, utapata izza, utapata utukufu, utapata heshima. Na ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Na hii ndiyo nini? Malipo na thamani na matunda ya imani. Kwa inshallah biidhnillah tuishie hapa kwa leo, na kwa darasa hili nimelirefusha ili tumalizie kadhia hii ya nini, ya imani, japo tumeiongelea kwa kuibana kulingana na muda wao. La sivyo, ndugu zanguni, imani ina mambo mengi sana, kwa sababu ndiyo dini yenyewe. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.